tatizo. Lakini huu yangu na hii. Kwa hakika kwetu Muhaya tumeweza kugawa kwa kila kikundi kimekuwa cha kupokea shilingi 20,020 kwa sababu walichangisha pale milioni 3. Kila kikundi kimeweza kupata shilingi 20,020. Kwa hiyo 20,020 ilikuwa inapatiwa kikundi, na kikundi kikuwa na mpangilio mzuri, utapata ya kwamba ile 20,020 inawatoa kiwango waliko mpaka kiwango kingine kwa sababu ya kuweka ile table banking. But still watu wengine wanaona ni kidogo. Kwa sababu gani? Tuna watu wengi wanapenda sana kupatiwa, so hawapendi mambo ya kuungana na kuendeleza chama. Ikiwa na viongozi na wanachama wanayojua maendeleo, wanaweza nunua viti, ambapo zile viti watakuwa wakikodesha. Baada ya mwaka moja utapata kwamba zile viti zimeleta kitu kwa meza. So mimi ninashukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na kikosi chake ambapo kinatembea mashinani. Sisi kama bodaboda wa Luanda Sub County tumewahi kuwa na empowerment ya kwanza ambao tulifanyiwa na Chief Guest alikuwa Joho. Tuliweza kuraise kwa ile empowerment 3.6, na by that time mbunge ambaye alikuwa hapa alikuwa Chris Omlele, akatufanyia top up, na hiyo empowerment ikaenda kanunua gari ambayo ilikuwa Luanda Sub County bus. Hii ilikuwa empowerment ya pili ambao tuliweza kupata 2.4, na stages ambazo ziliparticipate kwa hii empowerment ilikuwa total ya 94 stages. Na wakati pesa zilikuwa zinagawa kwa stages, kila stage iliweza kupata 20,020, na kuna zile stages ambazo ziliweza kuweka zile pesa kwa mkopo, table banking, na zingine wakaanza kufanya wakaeka kwa mradi. Kwa hivyo ni empowerment ambayo imeinua sekta ya bodaboda kutoka kiwango kimoja hadi kingine, ili waweze kuendelea na mipangilio za table banking na kukopeshana loan katika kikundi zetu. Ukiangalia katika mtazamo ya kwamba stage moja iko na members karibu 200 ama 150 na shilingi 20,020, hiyo ni mtazamo ya kugawana. Kwa hivyo members ambao wanagawana hiyo pesa itakuwa na uzito ama manufaa kwao. Lakini kwa ile kikundi ambayo iko na members 200 au 150, lakini wameamua kwamba zile 20,020 waweke kwa table banking, zile pesa zitakuwa na umuhimu, sababu wakati ni pesa ambayo ina revolve around the members. So wakikopa wanarudisha na interest. By the end of the year at least wataona kwamba zimetoka kwa 20,020 zimefika hata 50,000. Kwanza mradi ilikuwa kununua basi, tukaanza kumanage basi, but vile najua vijana wa bodaboda kuna group zilikuwa mbio hiyo mradi ipanuke kiharaka, so ikawa na changamoto kidogo. Na zile changamoto vyenye zilikuja, tukakaa kama viongozi wa Luanda Sub County, tukaelezana, tukapata kana kwamba ili group zenye ziko na malilio pia zipate. Vijana wakaamua kuuza basi. Vile waliamua kuiuza, kila stage ama kila kikundi ikawa inapata 90,000, na hizo pesa zilisaidia hizi vikundi. Sana sana vikundi zangu zenye zilikuwa ziko Luanda Town, vikundi mingi zilinufaika na huo mradi. Waliweka hizi pesa kwenye table banking, hizi pesa zikainua vikundi, na kuna vikundi zingine paka saa hii zingine ziko na magari sasa zimenunua. Empowerment ilikuwa sawa. Utapata kama vikundi ziko na mashamba, sijui kama nitahitaji kikundi but ziko na mashamba, kingine iko na gari. Kuna kikundi kingine pia iko hapa town, iko huko mtandao pia imenunua mashamba 2. Ile pesa imewasaidia kwa kiwango fulani kwa kupanua hizo miradi za kikundi. So empowerment tunaikaribisha, na sana sana zinaletwa na wanasiasa. Na siwezi sema ni zote. 3/4 najua zitakuwa kuwa na hiyo strategy, but zingine pia zinagawanwa. Kuna members unajua ngatu kawaida member bodaboda watasema hiyo kidogo yenye mheshimiwa ameleta tunagawa. Ningeomba tena kama watarudi so that vijana walisema vijana nafaa wainuliwe, warudi. Vijana wa bodaboda watakuwa na furaha.